Baada ya kuchambua kwa kina maudhui ya taarifa na mapendekezo yaliyowasilishwa na tume hizo, tunalazimika kueleza wazi kuwa tuna wasiwasi mkubwa juu ya hatima ya wananchi wa maeneo husika. Kwa mtazamo wetu, ripoti hizi hazijakidhi kabisa uhalisia wa maisha ya wananchi waliopo maeneo haya. Ripoti hizi si tathmini huru wala za kuaminika. Zinategemea kwa kiasi kikubwa nyaraka za sera zilizokwisha kupingwa awali, kama vile ripoti ya mapito ya mifugo mseto wa ardhi eneo la hifadhi ya Ngorongoro ambayo ni multiple land use ya 2018 iliyorekebishwa 2024 na zinarudishia simulizi zile ambazo kwa muda mrefu zimetumika kuhalalisha kuwaondoa wafugaji wa Kimaasai kutoka katika maeneo hayo. Kwa vizazi vingi wafugaji wa Kimaasai wameishi ndani ya mfumo wa ekolojia ya Serengeti na Ngorongoro, kwa mfumo wa kuishi sambamba na wanyamapori. Maisha yetu ya ufugaji si tishio kwa uhifadhi. Kinyume chake, maarifa yetu ya asili na mbinu zetu za usimamizi wa ardhi zimeendeleza mfumo huu wa ekolojia kwa karne nyingi. Tume hizi zimejaribu kuonyesha uwepo wetu kama chanzo kikuu cha shinikizo la kimazingira, huku ikipuuza upanuzi wa haraka wa miundombinu ya utalii, mahoteli ya kifahari, barabara na msongamano wa magari ya utalii ndani ya maeneo ya hifadhi. Tunakiri kwamba sera za uhamishaji zilizotekelezwa katika miaka ya hivi karibuni ya kuhamisha wananchi kutoka tarafa ya Ngorongoro hazikuwa za hiari. Tumekuwa tukieleza mara kwa mara kwamba jamii zetu zimekumbwa na vikwazo zisizokubalika katika huduma za msingi, upatikanaji wa ardhi na miundombinu ya kijamii, hali ambayo kwa vitendo imelazimisha watu wetu kuondolewa katika makazi yao kupitia kunyimwa huduma badala ya hiari. Tunapinga kwa nguvu pendekezo kwamba uhamisho uendelee. Moja, kusikiliza sauti za Wamasai kwa makini na kwa heshima. 2, tunapinga mapendekezo ya tume za rais na serikali isizofanyie kazi. 3, tunapinga uhamisho wote kutoka katika ardhi yetu. 4, tunapinga mpango wa kufanya ardhi vijiji kuwa mapori ya akiba, game reserve, kwa madai kwamba ni mapori tegefu kinyume na sheria. 5, tunataka kuzingatiwa kwa ridhaa ya wananchi katika hatua zote, haki yetu halali ya kubaki Ngorongoro na vijiji vyetu kuendelea na mfumo wetu na maisha ya ufugaji iheshimiwe. 6, tunadai ardhi ya Pololeti rejeshwe kwa jamii yetu na kukomeshwa kwa ukamataji wa mifugo, unyanyasaji na kukamatwa kiholela kwa wafugaji. 7, hatutakubali marekebisho yoyote ya sheria ya NCA
yatakayohalalisha kufukuzwa kwa watu wetu kwa namna yoyote ile. 8, tunaitaka serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii kusitisha mara moja unyanyasaji unaoendelea dhidi ya wafugaji katika maeneo ya Pololeti, Ndutu, Olduvai, Idika na maeneo mengine kwa jina la hifadhi. Huo unyanyasaji umeshika kasi baada tu ya taarifa za tume kutolewa, na kwa sasa imetanukia maeneo mengine kama Lopolu na Sakala huko Loliondo.